Tikiti maji ni moja kati ya matunda yanayopendwa zaidi duniani, hasa wakati wa kiangazi au vipindi vya joto kali. Kwa mtazamo wa haraka, unaweza kudhani tunda hili ni maji na sukari tu, lakini ukweli ni kwamba tikiti maji ni ghala la virutubisho vingi vya kipekee. Tunda hili lina mchanganyiko wa kipekee wa vitamini, madini na viondoa sumu mwilini, yani antioxidants, ambavyo vinafanya kazi kubwa ya kulinda na kuboresha afya ya miili yetu. Katika video hii, tutatazama kwa kina kwenye sayansi ya tikiti maji na kuangalia faida zake 10 kuu kiafya, jinsi ya kulila kwa usahihi, na kwa nini unapaswa kujumuisha kwenye mlo wako wa kila siku. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza unatazama video hii, au ikiwa bado hujasubscribe katika chaneli hii, ninakusihi kuungana nasi kwa kugusa maandishi yaliyoandikwa subscribe, na hakikisha unagusa alama ya kengele ku turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi video na makala mpya zinapokuwa katika chaneli hii mapema na kwa wakati. Hii ni Suka TV. Faida ya kwanza ni kuupa mwili maji ya kutosha, yani hydration. Mwili wa mwanadamu unajumuisha takribani 60% ya maji. Kupungukiwa na maji mwilini, yani dehydration, kunaweza kusababisha uchovu, maumivu ya kichwa na kukosa umakini. Zaidi ya 92% ya tikiti maji ni maji. Hii inafanya tunda hili kuwa njia bora na ya asili ya kukata kiu na kuongeza maji mwilini. Tofauti na maji ya kawaida, tikiti maji lina chumvi asilia za madini, yani electrolytes, kama vile potassium na magnesium, ambazo husaidia mwili kufyonza maji kwa haraka zaidi baada ya kufanya kazi nzito au mazoezi. Faida ya pili ni chanzo kikuu cha lycopene, yani mlinzi dhidi ya saratani. Rangi nyekundu iliyoiva ya tikiti maji inatokana na uwepo wa kiambata kiitwacho lycopene. Hiki ni kiondoa sumu chenye nguvu sana. Ukweli wa kisayansi: tikiti maji lina kiwango kikubwa cha lycopene kuliko tunda lingine lolote lililo hai, pamoja na nyanya zilizopikwa. Lycopene inajulikana kwa uwezo wake wa kupambana na itikadi kali, yani free radicals mwilini, ambazo huharibu seli na kusababisha magonjwa sugu. Tafiti nyingi za afya zinaonyesha kuwa ulaji wa vyakula vyenye lycopene kwa wingi hupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya kupata saratani ya mfumo wa chakula na saratani ya tezi dume, yani prostate cancer kwa wanaume. Faida ya tatu ni kuboresha afya ya moyo na mishipa ya damu. Magonjwa ya moyo ni moja ya visababishi vikuu vya vifo duniani. Tikiti maji lina virutubisho kadhaa vinavyolinda moyo wako. L-citrulline. Hii ni asidi ya amino ambayo mwili huibadilisha kuwa nitric oxide. Gesi hii husaidia kulegeza na kupanua mishipa ya damu, hatua inayoshusha shinikizo la juu la damu, yani blood pressure. Magnesium na potassium. Madini haya mawili ni nguzo kuu katika kudhibiti mapigo ya moyo na kuondoa mgandamizo kwenye mishipa. Faida ya 4 ni kupunguza maumivu ya misuli baada ya mazoezi. Ikiwa wewe ni mwanamichezo au unapenda kufanya mazoezi ya viungo, tikiti maji linaweza kuwa kinywaji chako bora cha baada ya mazoezi. Tafiti zinaonyesha kuwa unywaji wa juisi ya tikiti maji baada ya mazoezi makali hupunguza kwa kiasi kikubwa maumivu ya misuli siku inayofuata. Faida hii inatokana na asidi ya amino ya L-citrulline ambayo huharakisha uondoaji wa asidi ya lactic kwenye misuli na kuboresha mzunguko wa damu. Faida ya 5 ni kupambana na uvimbe mwilini, yani inflammation. Uvimbe wa ndani kwa ndani, chronic inflammation, ndiyo chanzo cha magonjwa mengi sugu kama vile kisukari, yabisi kavu, yani arthritis, na magonjwa ya moyo. Tikiti maji lina mchanganyiko wa vitamini C na lycopene, vyote vikiwa ni viondoa sumu vyenye uwezo mkubwa wa kuzuia uvimbe. Ulaji wa tunda hili mara kwa mara husaidia kupunguza alama za uvimbe kwenye damu, yani inflammatory markers, na hivyo kuulinda mwili usishambuliwe kirahisi. Faida ya 6 ni kuboresha mfumo wa kusaga chakula. Tikiti maji lina viungo viwili muhimu kwa ajili ya tumbo lenye afya: maji na nyuzinyuzi. Maji husaidia kulainisha chakula kilichosagwa kikiwa kwenye utumbo. Nyuzinyuzi huongeza uzito wa choo na kuchochea misuli ya utumbo kusukuma uchafu nje kwa urahisi. Ulaji wa tunda hili huzuia tatizo la kufunga choo, yani constipation, na husaidia kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya bakteria walinzi waliopo tumboni. Faida ya 7 ni afya ya ngozi na nywele.
Vitamini mbili zilizopo kwa wingi kwenye tikiti maji, yaani vitamini A na vitamini C, ni muhimu sana kwa urembo na afya ya muonekano wako. Vitamini C husaidia mwili kutengeneza kolajeni, protini inayofanya ngozi kuwa laini, yenye mvuto na inayozuia makunyanzi. Pia inaimarisha nywele zisikatike. Vitamini A ni muhimu kwa ajili ya uumbaji na ukarabati wa seli za ngozi. Upungufu wake husababisha ngozi kuwa kavu na yenye mabaka. Faida ya 8 ni kulinda afya ya macho. Unapozeeka, macho huwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa upofisho unaojulikana kama age-related macular degeneration, kwa kifupi AMD. Lycopene inayopatikana kwenye tikiti maji inafanya kazi pia kwenye sehemu ya macho. Inasaidia kulinda macho dhidi ya uharibifu unaotokana na mwanga mkali wa jua na mionzi hatari, na hivyo kupunguza uwezekano wa kupoteza uono ukubwani. 9. Kudhibiti uzito wa mwili. Kama unajaribu kupunguza uzito na kuzuia usiongezeke, tikiti maji ni chaguo salama sana la kitafunwa. Kikombe kimoja cha kete za tikiti maji kina takribani kalori 46 tu, kiwango ambacho ni kidogo sana ikilinganishwa na matunda mengine kama ndizi au embe. Kwa sababu lina maji na nyuzinyuzi kwa wingi, linajaza tumbo haraka na kukupa hisia ya kushiba kwa muda mrefu, jambo linalokuzuia kula vyakula vya ovyo vyenye sukari mbaya. Faida ya 10 ni kuongeza nguvu na ustahimilivu wa mwili. Tikiti maji lina mchango mkubwa katika kuboresha nishati mwilini. Uwepo wa vitamini B complex kama B1 na B6 husaidia mwili kubadilisha wanga kuwa nishati inayotumika mara moja. Pia, kuboreka kwa mzunguko wa damu kutokana na citrulline kunamaanisha kuwa oksijeni na virutubisho vinafika kwenye seli zote za mwili kwa ufanisi mkubwa na kukufanya ujisikie mchangamfu siku nzima. Jinsi ya kula tikiti maji ili kupata faida zote ili unufaike kikamilifu na tunda hili. Zingatia mambo yafuatayo. Usitupe mbegu. Mbegu za tikiti maji zina madini ya zinki, chuma na mafuta mazuri. Unaweza kuzikausha na kuzitafuna au kuzisaga pamoja na tunda. Kula sehemu nyeupe. Ile sehemu nyeupe inayopatikana na ganda la kijani ina kiwango kikubwa cha L-citrulline kuliko hata sehemu nyekundu. Usikate yote, kula kiasi fulani cha sehemu hiyo nyeupe. Angalizo kwa wenye kisukari. Ingawa tikiti maji lina fairisi kubwa ya sukari, yani glycemic index ya 72, kiwango chake cha jumla cha sukari kwenye mlo mmoja, yani glycemic load, ni kidogo sana, takriban 5 au 6 kwa kikombe kimoja, kwa sababu asilimia kubwa ni maji. Hata hivyo, kwa wagonjwa wa kisukari, kunywa kama juisi iliyochujwa ni vyema kula kwa kiasi. Hata hivyo, kwa wagonjwa wa kisukari na kutokunywa kama juisi iliyochujwa nyuzinyuzi zote. Tikiti maji si tunda la kuburudisha koo siku ya joto, bali ni dawa na kinga asilia kwa miili yetu. Kuanzia kulinda moyo wako, kuboresha ngozi, hadi kukupa nishati ya mazoezi, faida zake hazina idadi. Wakati mwingine unapoenda sokoni usipite tu. Hakikisha unaondoka na tikiti maji kwa ajili ya afya yako na ya familia yako.